TV, Hedo.tv, bila kusahau pia at East Africa TV on Instagram. Naam, tuko na mgeni studio pia. Hii ni sehemu ya kuweza kujitambulisha, watu wajue nani yuko studio right now. Yeah. Kwa jina naenda kama T Punch MC. Nimekuja kutambulisha kazi yangu mpya hapa. Yeah, pia unaweza kunipata katika social networks. Instagram natumia T Punch 26 na pia Facebook natumia T Punch the new chapter. T Punch. Yeah. Alright. Hii ni project ngapi mzee? Hii ni kwa video ni project yetu ya kwanza. Ya kwanza. Yeah. Lakini kwa audio? Kwa audio ni project kama ya 4 hivi. Ya 4. Yeah. Hizo zingine mbona hazina video au kwa sababu asikupata support hiyo. Unajua kipindi hii ngoma tumeiandaa kuna watu ambao baada ya kuwasikilizisha tukaona karibu tukaweza kupata support ya kuweza kufanya jambo, kwa sababu kama unavyojua katika project ya video wasanii kama sisi ambao underground kikubwa kinachotukwamisha ni capital, kwa sababu unahitaji ufanye kitu lakini pesa ya kufanya ile jambo huna, na hakuna kitu ambacho kinaweza kufanyika bure. Na ni aina gani ya muziki ambao nafanya muziki wa rap. Yeah. Na sasa hivi uko chini ya management au ni harakati zako? Harakati ambazo najipambania mwenyewe day after day. Ni support tu unaweza kupata kwa washikaji wawili watatu, lakini kikubwa support kubwa ni wewe mwenyewe, kwa sababu kabla mtu ukasupport lazima ujisupport mwenyewe na mwingine aweze kukupa support. Unaizungumziaje hip hop ya bongo sasa hivi? Kuizungumzia hip hop ya bongo kwa sababu naweza kaizungumzia kwa namna moja au nyingine, kwamba mimi naona still nafanya vizuri. Kweli? Mimi naona soko la hip hop ya bongo yani mpotea kabisa. Wasanii wa hip hop kwa tunafanya commercial sasa hivi, yani unakuwa kama mipasho mingi sana. Mipasho kupotea kwa soko la hip hop lenyewe kwamba labda kwenye media na social networks, lakini kwamba watu wanafanya labda tu kwa sababu hazionekani. Ndio kama hazionekani na maana hazipo. Wanasema ambaye hayupo na lake halipo. Sasa kama hazifiki kwenye mainstream na maana hamna project nzuri za hip hop. Zipo project nzuri, lakini kama ninavyokuambia kuna baadhi ya wana hip hop wengi kwamba wanakuwa wanashindwa kufikisha kazi zao mbele kwa sababu ya capital na baadhi ya matatizo mengine madogo. Hip hop yako leo imefika hapa, si ndio? Yeah, of course. Vipi, do you think itaenda kuwakilisha zile hip hop zingine ambazo ziko kitaa hajaweza kupata mainstream? Unajua siku zote kwamba sisi tunapanga, lakini mpangaji mkubwa ni Mwenyezi Mungu, na kila kitu ambacho unakifanya lazima uamini kwamba ile jambo litakuwa na positive, yani matokeo yatakuwa ni positive. Ndio, yani kabla hata Mungu hujamweka, lakini wewe ulijua kabisa bwana hii piga huwa garagaza. Hata mlivyokuwa studio ulimwambia producer hii naenda hii. Kwa bless za Mwenyezi Mungu naamini lazima itaenda. Kwa bless zako wewe mwenyewe naamini pia lazima. Exactly. So hicho ninachokiuliza mimi kwa wewe. Achana na Mwenyezi Mungu. Unajua Mwenyezi Mungu pia unaweza kusema kwa kudra zake, lakini akamuona msanii mwingine wa hip hop pamoja na kwamba wewe ulifanya kazi nzuri na unataka iende. Lakini kila jambo lina wakati. Ukiona hivyo kwa wakati wako. Unahisi huu ni wakati wako? I'm not sure, sidhani, kwa sababu yeye mwenyewe ndo anajua, lakini nahisi ni wakati wangu na ndio maana nimefika hapa. If you're not sure why unafanya? Nafanya kwa sababu nina uwezo wa kufanya na naamini jua kile ninachokifanya, lakini kuna vitu ambavyo hakuna anayejua kesho. Mimi na yeye hatujui kesho yetu itakuwa. Lakini unaweza kuipanga kesho yako leo. Unaweza kupanga. Kama unaweza kusema kesho nitavaa hiki na hiki na hiki ukaviweka pale na kesho ukavivaa. Why not muziki ukasema bwana huu muziki wangu nataka kesho uende hapa na hapa. Why useme Mungu ndo anapanga? Utaenda na utafika, naamini juu ya hilo, lakini nazungumzia kwamba Mungu mwenyewe, kwa sababu kuna vitu vingi vinahitaji uwezo wa kifedha. Nazungumzia kwa vitu vingi vinatukwamisha sisi undergrounds kwa sababu ya uwezo wa kifedha, tunashindwa kuvifanya hivyo vitu. No, but at the end of the day mpaka umefika hapa, na maana kuna kile ambacho kijipatikana ukaweza kukifanya na kukusanya na umefika. Ngoma inaitwaje? Naitwa Na Wanangu. Na Wanangu. Ni nini ambacho message gani tunainterpret hapo? Yani message kubwa kuizungumzia ni kwamba maisha tu ambayo naishi na wanangu, na furahi na wanangu, kila kitu nitafanya nikiwa close na wanangu. Hivi kuna ngoma ya Wanangu ipo Ile ni noma mwanangu, na SPMC brother amefanya. Hii ni Na Wanangu. Hii Na Wanangu. Ile ni noma mwanangu. Si ile kuna Salim Swag na Wanangu ile. Sifananishe mwanangu na hii itakuwa pia inawatetea wana. Kwa nini wana? Kwa sababu ndo watu ambao tunaishi nao na wanatuzunguka katika jamii yetu.
kuna close sana, ndio maana tukafanya kwa sababu yao, na ndio watu ambao kabla kufika kwa watu wengine support inaanzia kwao. Kuna ile pia wanangu toka day one. True that. Alright, ni time ya kuicheki hapa ladies and gentlemen. Hii nyingine pia ambayo ni mpya kabisa tunaileta kwenu for the first time then at 5 select ikiwa Jumanne njema sana. I hope uta enjoy. Drop it. Kicheki kushoto, kicheki kulia, naona maduu wanaruka, wakubwa kwa watoto wote wanashangilia, hapa ni ratu na banjuka, wezi show sijifananishe, kibichi bomi na pigamishe, kihadi kocha nisababishe, Miss Factory mina kula vyangu, popote japo kwenda mina timba, bila ya bodyguard mina vimba, bas wacha nakilishe mahood, hata nkenda vitani nitarudi, kwenye daladala nitagombania, tuliza papara mwone nishengia, Nairobi mpaka Kampala na jechia, ukinizingua utajenga beef, na ukisikia shangwez na pigwa kwa wingi, jua mwanaume shaingia, situfanye sisi ukiona tunasonga mbele, acha goes kusha njia. Ndo zawadi nilopewa, kwenye mbwai nikishindwa nitatetewa, divai mitungi minalewa, eti kisa dem swezi nkagombana, kifupi napendana niko peace, daily tunapambana like ubishi, japo wanga na bana la tunaishi, kidogo nachopata nagawana, nyosha mikono juu na furahi, ya bumfa ya brand niko high, rasta manga njamani nipe dry, mpaka majogole wadi kukuche,